السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Enyi ndugu waumini, nakuhusieni katika jambo la kumwogopa Allah, wasia ambao nahitajika mwanzo kuihusia nafsi yangu juu ya jambo hilo, na kwa hakika hapana budi kupelekwa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa ile neema ambayo katupa mpaka muda huu, kwa kutufanya miongoni mwetu tumefunga Ramadhani mpaka tukamaliza. Basi hii ni nafasi pekee ya kushukuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo jingine ile kukuchunga kakuleta darasani, hii ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa moyo wako uko tayari kupokea hidayatul irshad, ndipo Mwenyezi Mungu akakupa hidayatut tawfiq. Kwa hivyo hapana budi kushukuriwa neema hiyo, kwa sababu si wengi kwamba labda Mwenyezi Mungu amewaleta katika neema hii. Katika darasa yetu ambayo tuliwacha katika mwezi wa Ramadhani au tuliwacha katika mwezi wa Shaaban, kwa leo tutaondokea katika sura hiyo hiyo ambayo tuliacha katika mwezi huo, lakini tutaondoka katika aya nambari 20 kwenye suratul Fath. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. آية هي Mwenyezi Mungu ametoa ahadi kwa wale ambao waliombaya mtume tahta ash-shajara. Wa'adakumullahu, Mola wetu anasema amewahidi nyinyi, na ahadi hii mwanachuoni Ibn Uthaymin anasema kwamba yashmulu kullu ghanimatin. وعدكم الله مغانم كثيرة
Mwenyezi Mungu amewaahidi nyinyi kupata ngawira nyingi mno, ta'khudhunaha, ambazo mtazichukua upande wa maadui, kwa sababu ni miadi ambayo Mwenyezi Mungu katoa. Wa yashmulu kullu ghanimatin ghanamaha almuslimina, na ngawira hii, aya hii inakusanya kila ngawira ambayo Mwenyezi Mungu amewatunuku kuwapa Waislamu ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kusimama kiyama. Basi Mwenyezi Mungu katoa ahadi hiyo. Ibn Uthaymeen anasema hivyo, fa'ajjala lakum hadhihi, akawafanyia haraka Mwenyezi Mungu kuwapa ghanima ya Khaybar kabla kutokea muda wake. Basi Mwenyezi Mungu kawafanyia haraka, ziko nyingine pia Mwenyezi Mungu atawapa ukitoa hiyo. Wakaffa aidiyan nasi ankum, na akaizuia mikono ya watu Makureshi makafiri, kaipiga block, ingawa wameazimia kuja kukupigeni, lakini Mwenyezi Mungu kawazuia. Walitakuna ayatan lilmu'minina, na jambo hilo la kuchukuliwa ngawira pasina kutokea mapambano yoyote yale, kila kafiri anapojaribu kutaka kuinua mkono au kusema, basi Mwenyezi Mungu kamzuia. Hii iwe ni kama hoja maalum kupatikana mambo hayo, kuzuiliwa waumini wasipambane na makafiri, na pia vile vile makafiri kuzuiliwa wasinyoshe mkono wao kumnyoshea Muislamu yoyote ule. Hii kwa hakika ni hoja maalum, ni dalili ya wazi ya kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa alqahiru fawqa ibadihi, kwamba yeye ni mteza nguvu, ni muweza juu ya waja wake ambao kamiliki wote. Hakuna yoyote atakaye kurufuta wakati Mwenyezi Mungu atasema jambo au ataamua jambo. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, na amefanya hivyo Mwenyezi Mungu ili kukuongezeni njia ambayo imenyooka sana. Wa ukhra, na ziko ngawira nyingine pia lam taqdiru alaiha, hamjazipata bado, lakini Mwenyezi Mungu akatoa miadi ya kwamba mtazichukua nazo. Qad hata Allahu biha, Mwenyezi Mungu amezizunguka hizo kuzitambua kwamba iko siku ukifikia muda wake basi mtakuja kuzichukua. Nyinyi mzijui, lakini Mwenyezi Mungu yeye anazifahamu. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, na amekuwa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Walau qatalakum alladhina kafaru, na hata kama watajaribu, kama labda waseme kwamba na sisi hapana, haiwezekani kuchukuliwa mali zetu sisi hapa, mateka, vipando, silaha, haiwezekani. Kama aseme waingie kwenye mapambano, hawawezi. Lawallau al-adbara, basi wangali kimbia mbio. Thumma la yajiduna waliyan wala nasira, kisha katika kukimbia kwao na katika kuingia katika mapambano hawatompata atakayesimamia jambo hilo la kuwalinda, atakayesimamia jambo lao, awapange wanajeshi kama nyinyi mstari huu mtakaa hapa, na nyinyi kundi la pili mtamnyemelea Muhammadi, na nyinyi hapa kama kutakuwa yuko Abu Bakari pale, basi nyinyi mtadili naye na kundi lake. Hawatoweza kufanya hivyo kwa sababu hawatompata kuweza kupanga mambo yao, wala nasira, wala wakuweza kuwatetea, kuwanusuru na janga lile, adhabu ile, kwamba wasipate mashaka hayo, wasipate matatizo hayo. Sunnatullahi, huo ndio mwenendo wa Mwenyezi Mungu. Kinamna gani? Mwenendo wa Mwenyezi Mungu kuwapa ushindi waumini watakapokuwa tayari. Qad khalat min qablu, mwenendo kama huo umekushapita tangu zamani huko katika mataifa yaliyopita nyuma. Basi Mwenyezi Mungu kaonyesha uwezo wake, kaonyesha nguvu zake kwa kila asokuwa anamthamini Mwenyezi Mungu huyo, basi anawapa ushindi waumini. Ndiyo mwenendo wake tangu zamani ila an taquma saa, mpaka kusimama kiyama. Basi mwenendo kwa hivyo, walam tajida li sunnati llahi tabdila, na wala hutakuta mwenendo wa Mwenyezi Mungu unahitaji pahala labda kurekebishwa kwa sababu unakwenda sivyo.
viumbe waumini wanahilaki tu, pametolewa ruhusa kwamba Mwenyezi Mungu yeye atanusuru waumini na kuwadhalilisha makafiri. Mbona tunaonewa ovyo? Basi kwa namna hii itabidi mwenendo wa Mwenyezi Mungu badilishwe kabisa, au katika maumbile labda pengine aliyompa mtu ilielekea hapa amuumbe kadhaa. Kwa mimi nilivyo hapa ilielekea Mwenyezi Mungu aniumbe nikiwa na rangi nyekundu kabisa, aniumbe nikiwa mnene, nikiwa mrefu, nipendeze zaidi, hakadha. Mwenyezi Mungu hivyo alivyoamua ndo kaamua. Walam tajida li sunnati llahi tabdila, na wala hutaukuta mwenendo wa Mwenyezi Mungu katika nukta yoyote unahitaji kwamba labda kurekebishwa. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum, naye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kazuia mikono yao ankum, isiwafike nyinyi. Kila wakitaka kuinua silaha makafiri makoreshi, basi Mwenyezi Mungu kawazuia, hawawezi. Kwa nini? Iliko jambo. Wa aydiyakum, na pia nyinyi waumini Muhammad na wenzio ameizuia mikono yenu anuhum, isiwafike wao, bibatni Makkata, katika bonde la Maka, katika nchi ya Maka pale pala amezuia Mwenyezi Mungu mkono wa kila mmoja katika makafiri na upande wa waumini. Kwa nini wazuia makafiri wasiwafike mikono yenu? Kwa nini kazuia Mwenyezi Mungu mikono ya makafiri haiwezi kuwafika nyinyi? Ni kwa sababu ya kuwaneemesha. Hii ni neema kubwa sana. Na kwa nini pia akazuia Mwenyezi Mungu mikono yenu msiwatese, msiwaue, msiwafukuze, msiwapige? Kwa nini kazuia? Kwa sababu ametega kwamba kuna wengine mule watasalim amri wataslim, na kuna wengine katika migongo yao watatoa waumini. Ndiyo Mwenyezi Mungu kawazuia hata nyinyi msiwapige makafiri kwa sababu hiyo. Min ba'di an adhfarakum alayhim, baada ya Mwenyezi Mungu kuwapa ushindi nyinyi, kuwazidi makafiri, hawana pa kwenda. Sasa ilibidi Mwenyezi Mungu azuie nyinyi na wao pia vile vile, kusiwe na mapigano, mchukue ngawira tu basi. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na Mwenyezi Mungu amekuwa kwa yale mnaofanya, Mwenyezi Mungu anaona, ana uoni wa hali ya juu. Alipotamka Mwenyezi Mungu wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha ay min alfutuhati alislamiyya, Mwenyezi Mungu katoa miadi ya kwamba nyinyi mtafungua miji ya kikafiri, mtaileta katika miji ya Kiislamu, itakuwa ni miji ya Kiislamu. Allati, ufunguzi ambao wasalat al-Andalus, ilifika mpaka katika miji ya Spain, miji ya Ulaya, Barcelona kule. Wao wachezaji mpira Barcelona hawa, miji yao kwa hakika ilikuwa ile ni miji ya Kiislamu, na kuna vyuo vya Kiislamu, na kuna jamia za Kiislamu, na kuna vituo vya Kiislamu katika miji ile. Usione kwamba leo sasa hivi kuna wachezaji mpira mingi Mwenyezi Mungu atambulikani, lakini miji ile yote ilikuwa ni miji ya Kiislamu. Hakadha lakini al'an asbahat kanais, lakini sasa misikiti au vyuo sasa hivi imepinduliwa baada ya Waislamu kushuka katika hadhi yao. Vyuo vile vikageuzwa kuwa ni misikiti. Almasajidu asbahat kanaisan, misikiti imekuwa sasa ni makanisa. Hatambulike tena Mwenyezi Mungu pale, baada ya kuwa ilikuwa Kutuba, miji yote hiyo ya Ulaya ilikuwa ni miji ya Kiislamu kabisa kabisa, na wametoka wanavyoni kama kina al-Imam al-Qurtubi na wengineo. Tayib, fa'ajjala lakum hadhihi, ay akafanyia haraka Mwenyezi Mungu kabisa ghanimata Khaybara, kupata ngawira za vita vya Khaybar. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, ay aidi Yahudi, Mwenyezi Mungu alizuia mikono ya Mayahudi, haithu hamu bilgharati, wakati walipoazimia sasa kumhujumu
ala buyuti as-sahabati, walipoazimia sasa kwa vile hapa masahaba ashaondoka hapa, basi hujumu majumba yao masahaba. Wakifika pale masahaba waone kwamba nyumba yake mtu haipo, watoto wake hawapo, wa fiha azwajuhum, ilhali yakuwa ndani ya majumba yao waume hawapo masahaba, humo majumbani wameacha wake, wa auladuhum, na wameacha watoto wao, wa amwaluhum, na mali zao pia vile vile. Kwa hiyo Makureshi Mayahudi pale wakaazimia twendeni, hata kitoka huko basi akija hapa kama wamekwenda zao Maka huko, wakija hapa Madina wasikutie hata jambo moja, wasikute mke, wasikute watoto, wasikute mali, wasikute majumba, lakini biqudrati man la yaghfal wala yanamu, kwa uwezo wa yule ambaye asghafilika wala salala, kana bima ya'maluna muhita, amekuwa kwa yale ambayo wanayapanga wanafanya amezunguka yote. Fasarafahum Allahu anhum, Mwenyezi Mungu akapindua akawageuza, kabadilisha, kapoteza. Walitakuna ayatan lilmu'minina, na hapa sasa ipatikane kuwa ni hoja kwa wale waumini wazidi kumkubali Mwenyezi Mungu zaidi pale anapokuneemesha Mwenyezi Mungu jambo. Mathalan uko safarini, uko maporini, uko pengine mzigo ushakuzidi, Mwenyezi Mungu akakuletea mtu pale akakusaidia, hukutarajia. Kwa nini akufanyia hivyo? Anakufanyia hivyo uzidi kumwamini yeye, uzidi kumtegemea yeye, uzidi kumshiba yeye Mwenyezi Mungu, kwa sababu si jambo la kawaida, ulikuwa hulitegemei. Tilka sarfatu, kwa hakika kuepusha huko, allati surifa alyahudu almutaamirina anil a'dai, ambao wameepusha Mayahudi juu ya kuwafanyia njama na uadui waumini, ala iyali sahabati, kuwafanyia uadui na njama wale watoto wa masahaba wenyewe hawapo, waume hawana habari. Wahum ghayabun, wakiwa wenyewe waume masahaba wako mbali kabisa, wako zao Maka huko, fil Hudaybiyah au Khaybara, wenyewe hawapo, lakini Mwenyezi Mungu anatawalia. Annasu fi ibadatihim, watu wako katika ibada ya kumwabudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi qada'i hawaijihim, na Mwenyezi Mungu yeye ameshughulika juu ya kutekeleza, juu ya kutatua shida za viumbe wake. Wao wako katika ibada, yeye yuko katika kushughulika kutatua shida zao, wenyewe hawana habari. Hivi kwa yoyote atakayekuwa tayari, si kwamba masahaba tu, hapana, kwa yoyote katika Muislamu atakapokuwa tayari, basi Mwenyezi Mungu yuko tayari kutatua shida zake, ikiwa yeye yuko katika jambo la kumwabudia Mwenyezi Mungu huyo. Wahum ghayabu, na wao masahaba wakiwa kumbali kabisa, wameacha nyumbani watoto na wake. Fil Hudaybiyah, wao wako Hudaybiyah kwa Maka au Khaybara. Ayatan, hilo jambo kwa hakika pekee ni hoja ya wazi. Yastadilluna biha, wanaitolea hoja, wanachukua dalili juu hilo, ala kalaatillah, juu hifdhi ya Mwenyezi Mungu, wa himayatihi lahum, na kuwahame, kuwalinda, kwa hifadhi. Fi hudurihim, anauhifadhi Mwenyezi Mungu masahaba hao wakiwa wapo mjini pale, wako Maka pale, wa maghibihim, na hata wakiwa wako mbali, basi Mwenyezi Mungu anachukua nafasi ya kuhifadhi, kuweka askari sehemu zote za kimalaika. Hawezi kufika adui yoyote pale kwa ajili ya kwenda kuhujumu watoto au wake. Mwenyezi Mungu anahifadhi. Wayahdiyakum siratan mustaqima, ay tariqa, awaongoze Mwenyezi Mungu njia, fi tawakkuli, katika kumtegemea Mwenyezi Mungu. Anafanya haya ili kuwaelekeza zaidi katika jambo la kumtegemea Mwenyezi Mungu yeye zaidi, watafwidhi ilayhi, na kuyegemeza mtu kwa Mwenyezi Mungu huyo,
fil huduri wal ghaibi, wakati mtu yupo mtaani na wakati ambapo yuko mbali. Azidi mtu kumsifu Mwenyezi Mungu, ndo maana anampa mambo kama haya. Wal ghibati la wijaji fihi, utegemeaji ambao na uegemezaji ambao la wijaja fihi, hakuna labda mtu kuyumba yuma tena, ila kunusuriwa mtu pengine hali yake anauma, ukatokea msaada wa ghafla pasina kutegemea, basi Mwenyezi Mungu anakufanyia haya ili tena isijefikia pahala ukayumba yumba tena, kwa kuwa maradhi yamechukua muda mrefu, au pengine umasikini mtu umemchukua muda mrefu, akawa kila kimuomba Mwenyezi Mungu haoni ndani, hapewi anavyohisi yeye, basi Mwenyezi Mungu paka pahala anakutetea, anakuondoa katika shida ya ghafla, anakupeleka hivyo ili usiyumbe pahala, isifikie wakati tena bora wenzangu wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, na mimi hebu washanshauri siku nyingi, nilikuwa nasamili imani bado ipo, lakini mbona mambo yanataiti, mbona mambo yanakuwa magumu. Hakadha inatokea hivyo mpaka katika mwezi wa Ramadhani, unamwambia bwana Muislamu usende huko, lakini hapa mimi nilipokwenda kwake mbona mmepoa mguu. Hakadha ndani ya mwezi wa Ramadhani mtu anamwendea mpiga ramli, anamwendea mchawi, na huko anasali, anamachilia mbali Mwenyezi Mungu kwa mtihani ambao kampa. Basi Mwenyezi Mungu anakufanyia hayo ili uzidi kumtegemea zaidi, na mambo yako egemeze kwake yeye katika wakati ambapo upo na wakati ambapo hupo, uegemezaji ambao usiwe tena unayumba yumba, unateswa na wengine. Tayib, wa ukhra lam taqdiru alaiha, ay wa maghanim ukhra, na ngawira nyingine Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwapa nyinyi, lam taqdiru alaiha, ambazo nyinyi hamjazipata bado, inategemewa kwamba mtazipata baadaye katika siku za mbele. Wa hiya ghanaimu Faris warum, na ngawira hizo ni ngawira ambazo mtazipata kwa watu wa Roma kule na watu wa Fursi. Wataliana wote na Wairani wote mtakuja kuvuna ngawira zao, lazima mtawashinda siku moja, kwa sababu hayo ndiyo mataifa kwa wakati ule yalikuwa yanatesa duniani. Katika mataifa yenye kukubalika duniani, yenye julikana duniani, ni Muirani na Mtaliana. Hao ndio waliokuwa jogoo kwa kipindi hicho. Basi mtakuja kuondoa, mtakuja kuangusha, na mtachukua ngawira zao. Tayib, qad ahata Allahu biha. Kwa nini yatokea hayo? Kwa sababu hiya mahrusatun lakum, hizo zimedhibitiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu, hawana pa kuzipeleka. Hina takzuna Farisa waruma, wakati mtakapokwenda kumpiga Mtaliana na Muirani, basi fatakhudhunaha, ngawira hizo hawana ujanja, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashazuia, wenyewe hawana habari kabisa. Wanapanga bajeti mle na kuweka maskari na kuweka zana kila kona kabisa, kwa ajili ya kwamba atakapokuja adui hapa waweze kumuona. Lakini wapi, Mwenyezi Mungu anapindua njama zao hizo. Wahum la yash'urun, ilhali ya kuwa hawana habari, hawatambui hilo. Ndiyo maana mmoja katika wataalamu akasema ya kwamba dabbir, mja panga sana, lakini ukijua falaisa bimughni anka tadbiru, mipango yako haitofika pahala kwamba ikusaidie kitu, utakwenda na maji, utafeli. Wala ya'aduka bitadbiri taqdiru, na wala usidhani kwamba labda maamuzi ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ndio umejipangia mambo yako, maamuzi ya Mwenyezi Mungu kudara ndio itakuacha ikustamilie, kwa sababu kuna miaka fulani umejipangia ikusubirie mpaka umalize. Hapana, innal umura laha rabbun yudabbiruha, kwa sababu mambo yana mwenyewe Mwenyezi Mungu anayapanga. Wama qadar rabbu, na kile ambacho alichokiamua Mwenyezi Mungu Mola mlezi, saqathu almaqadiru, lazima kielekezwe na kudura, kiongozo ipita hapa upenye hapa upenye hapa, mpaka
mpaka mwenyewe muhusika akipate kitu hicho. Basi qad ahata Allahu biha, Mwenyezi Mungu tayari ashazidhibiti zote ngawira hizo ambazo mtakwenda kuzichukua kwa watu wa Faris na Rum. Walau qatalakum alladhina kafaru ay almushrikuna fil Hudaybiyah, kama labda watasema wao washirikina wapambane na nyinyi, lawallau al-adbara ay lanhazamu amamakum, watakimbia mbele yenu, waatukum adbarahum, na watapa nyinyi migongo yao, watapita mbio, tadribunaha, watapa migongo yao kwa ajili ya kwamba nyinyi waumini sasa mpate kuwatandika wao, kuwapiga. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu ay hazimatul kafirina, kushindwa makafiri, wa nasrul mu'minina, na kunusiriwa waumini. Waumini hawa as-sabirina, lakin wenye kustamili mambo. Huwezi kupata khairi za Mwenyezi Mungu hivi hivi, kwanza mpaka upimwe, ujaribiwe kwanza, uingie katika mapambano ima nafsi au ya vita. Sunnatun madiyatu, huo ni mwenendo endelevu. Fi kulli zamanin, mwenendo huo wa Mwenyezi Mungu uko kila muda, kila zama, wa makanin, fi kulli zamanin wa makanin, katika kila kipindi na eneo. Sunnatullahi hiya, mwenendo wa Mwenyezi Mungu huo, madiyatun fi kulli zamanin wa makan, endelevu, unaendelea tena kila kipindi na kila sehemu. وهو الذي كف أيدي الناس عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم أي حيث جاء, alizuia Mwenyezi Mungu mikono yao kwa sababu walikuja 80 min al-mushrikina, walikuja watu 80 katika washirikina, yuriduna Rasulullah, wanamkusudia mjumba Mwenyezi Mungu, wal mu'minina, na waumini, liyusibuhum bisu'i, ili wafikishie madhara mabaya, wapate kuadhibu. Wa aydiyakum anhum bi batni Makkah fa akhadhahum ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam asra, wakawachukua masahaba wa mtume wale walozuiwa na Mwenyezi Mungu, sasa wakakamata kilaini kabisa, asara, wakawa ni mateka. Wa atau bihim, na wakawapeleka hao ila Rasulillahi, mpaka kwa kiongozi wa dini ambaye inajulikana Nabii Muhammad. Walipofika pale kwambia, Rasulullah, hawa ndi mateka ambao tumewapata watu 80 hawa. Fa'afa anhum, mtume akawasame, akawachia. Min ba'di an adfarakum alayhim, wa dhalika bil Hudaybiyah allati hiya batnu Makkah. Maana al-ayati, maana zaaki jumla, ma zala as-siyaqu ba'du, hajaacha mawekwa Mwenyezi Mungu haya matukufu, fi dhikri ifdalillahi ta'ala, katika kutaja kufadhilisha Mwenyezi Mungu fadhila zake, wa in'amihi 'ala almu'minina, na neema zake waumini. Hajaacha bado Mwenyezi Mungu kuendelea kuwatajia almubayi'ina Allah wa rasulahu, wale walomkubali kumsupport Mwenyezi Mungu na mtume wake wakati alipouliwa Uthman, kupeleka habari kule wakamkamata wakamuua. Ala munajazati almushrikina, yuko Mwenyezi Mungu kuwaneemesha waumini ambao walimbaya mtume, walimpa mkono kwamba sisi tutakuwa pamoja na wewe juu ya kupambana almushrikina, na washirikina, wa qitalihim, na kuwapiga vita wao na kuwaua, wa alla yanfiru, na wakaweka hadi kwamba wao hawatakimbia wakamwacha Muhammad ajitetee mwenyewe. Faqad dhakara, ametaja Mwenyezi Mungu yeye, annahu anzala sakinata, ya kwamba kauteremsha utulivu kabisa, alaihim,
kwenye nyeo za waumini ili watulie, hata kama watakuwa ni kidogo makafiri wengi, lakini kaweka utulivu pale. Wa athabahum fathan qariba, na akawapa ufunguzi wa karibu. Wa maghanima Khaybara alkathirata, na ngawira za Khaybar ambazo ni nyingi. Faatafa ala sabiqi khabaran adhima, akaunganisha kwa habari iliyopita nyuma kwa inayokuja mbele, habari ambayo kubwa mno. Faqala, akasema Mwenyezi Mungu huyo, wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi ay ghanimata Khaybar. Hapa jumla hii yuthiru fi nafsi ahadihim, huenda ikaibua kwa nafsi ya mmoja katika wasomi sualan, ikaibua swala moja. Wa huwa, na swala yenyewe liko hivi: hal ba'da hadha al-fathi wal ghanaimi, hivi je, baada ya kufunguliwa Maka na kupatikana ngawira nyingi, min ghanaimi ukhra, zitatokea ghanima nyingine tena? Fakana aljawabu, jawabu la swala ikawa wa'adakumullahu maghanima kathira, ikaja jawabu hiyo. Anasema mwenye kutafsiri, fa fi qawli fi tafsiri, aliposema tamko kwamba fa'atafa ala sabiqi khabaran adhima, amesema fa fi qawli, katika tamko langu kutafsiri, fa'atafa laysa huwa min babil atfi nahwi, uunganishi wa hapa sio katika milango ya kinahau, sikukusudia huko. Wa innama huwa min babil irdafi wal ilhaqi, isipokuwa ni katika mlango wa kufuatishia baada ya tokeo hili linakuja tokeo jingine. Wa kaffa aydiyan nasi ankum hadhihi minnatun ukhra, ile Mwenyezi Mungu kuahidi kwamba wao watapata ngawira pasina vita, lakini akazuia kabisa tena mikono ya watu isiyofike masahaba waliomkubali Nabii Muhammad. Hii Sheikh anasema minnatun ukhra adhimatun, ni neema nyingine iliyokuwa mno. Haithu sarafa anhum qitalu Quraysh lahum, wakati ambapo Mwenyezi Mungu amewageuza kabisa Makureshi kuwapiga umini. Wa illa, na kama si hivyo, lakanu yata'arraduna li'atabihim, wangalikuwa sasa Makureshi wanavamia waumini kwa ajili kuadhibu. Lakin tahawala bainahum wa baina ma utuhu, lakini hilo jambo liliepushiwa mbali kabisa na yale ambayo wamepewa waumini min fathi Khaybara wal fawz bi ghanaimiha, katika kuifungua Khaybar na kupata ngawira ambazo zimepatikana kwa siku ile. Wadhalika, na hayo yamekuwa anna yahuda almadinati, kwa sababu wale mayahudi waliopo pale Madina mjini, tamalau, walikusanyika mayahudi hao na kwa ajili ya kusaidiana maa yahudi Khaybara, na wale mayahudi wa Khaybar walikaa pamoja wakapeana habari. Wa baadhi al-arab, na baadhi wa Arabu pale wakaitana, jamani, itabidi hapa kutokana na hali tuondoshe tofauti zote tulikuwa nazo, tukamatana kitu kimoja, tumuandame Muhammad na masahaba wake. Ikhtalafu fil ismi, wametofautiana kimajina tu, lakini wasaifuhum wahidu, upanga wao ni mmoja, kuiandama haki na watu wa haki.
an yughiru ala dauri al-ansari, juu ya kuzihujumu nyumba za watu wa Madina watu wa Maka, juu ya kuzihujumu nyumba za watu wa Maka, wal muhajirina, na wale ambao wametoka kwao Maka wakenda Madina, liqtulu man biha, ili wamuue yule ambaye yumo katika majumba hayo, watoto, wajukuu na wake pia vile vile, wayanhabu ma fiha, na wachukue kwa nguvu kile ambacho watakachokikutia mle ndani. Kama mna mali mle waweze kuzichukua, waue, halafu na mali wazichukue waondoke nazo. fakaffa ta'ala aidiyahum, Mwenyezi Mungu akazuia mikono yao, wasarafahum amma hammu bihi, na kawaepusha na yale ambayo wameazimia. Karamata lilmu'minina, huo ni utukufu, hali ya kutukuzwa sana na kuheshimiwa waumini. Mwenyezi Mungu akawaepusha Mayahudi na Waarabu wote ambao walikusudia kwenda kuzitawala na kuwaua wake wa masahaba na watoto wao pia vile vile. Wa qawluhu ta'ala, na tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema walitakuna ayatan lilmu'minina, ay tilka sarfatu, ugeuzi huo, allati sarafa fiha quluba man, ugeuzi ambao Mwenyezi Mungu amezipindua nyoyo za wale ambao hamu bil gharati, ambao wamekusudia juu ya kushambulia ala ailati wa usari sahaba, juu ya watoto na familia za masahaba, bil madinati, pale Madina, wa hum ghayabu bil Hudaybiyah, wakiwa wenyewe hawapo kabisa, wako mbali, wako Hudaybiyah. Ayatan, ile kuepushwa kwamba wenyewe hawapo, lakini Mwenyezi Mungu katoa msaada pale. Hii imekuwa ni dalili ya wazi, tahdihim ila ziyadati tawakkuli, faida ambayo na dalili ambayo inawaongeza zaidi, inawaelekeza zidi kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inapeleka huko. Ila kutokea msaada pengine, mathalan huko mtaani umeondoka kabisa kwenda kazini huko, lakini ikatokea bahati mbaya mtoto wako kaumba, Mwenyezi Mungu akapeleka msaada kule, akapata matibabu, ukwenda mkutie kwa mzima kabisa. Hii inaonyesha kwamba ni dalili katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kukusaidia, ikuongoze kuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu zaidi. Hiyo ni kama mifano tu, ile Mwenyezi Mungu kuzipindua nyoyo za wale ambao washajiandaa kwa silaha na vipando, mataifa ya shaitani kila upande, Waarabu, wasiokuwa Arabu, kwenda kuhujumu majumba ya masahaba, kwenda kuwaua watoto na kuchukua kila kilichokuwa mle. Mwenyezi Mungu akazuia sasa mikono yao, haifanyi kazi, na hata nyoyo zao akaziepushia mbali, akazipeleka kwenye story nyingine, kwenye habari nyingine, wakawa hana habari. Hii ni ayatan, ni dalili ya wazi ya kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tahdihim, dalili hii inawaongoza wao ila ziyadati tawakkuli, kuzidi kutegemea kwa Mwenyezi Mungu, ala Allahi wa tafwid ilayhi, na kujiegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia, rajulun min ali Firaun, mtu katika poti la Firaun, katika zama za Firaun, yaktumu imanahu, ambaye alikuwa anajaribu kuficha kabisa imani yake. Anaambia, jamani, ndugu zangu, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, haya nawaambia nyinyi, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, hivi mmeshika tu kwamba lazima Musa auliwe, mnamuua mtu ambaye kwa kuwa tu anasema Molangu ni Allah bas. Wa qad ja'akum bilbayinati min rabbikum, na ilhali ya kuwa amekujileni na bayana ya mambo inayotoka kwa Mola wake. Wa in yakukadhiban,
Na kama itakuwa ni muongo, kwani atawadhuru kitu gani? Fa alayhi kadhibuhu, uongo si utamrejea mwenyewe bana. Wa in yakusadiqa, na ikiwa anawaambia ni kweli, yusibikum ba'du alladhi ya'idukum, kama anaambia kwamba nyinyi mtakuja kukumbana na adhabu mbaya, basi wallahi atakupateni yale ambayo anawaahidi. Na mimi hanaambia fasatadhkuruna ma aqulu lakum, nasaha hizi nazowapa, ad'ukum ila najati, nawaita katika wokovu nyinyi, kuokoka na ghadhabu za Allah. Watad'unani ila nari, nyinyi mmeshika tu kunivuta katika dunia na kuniita kwenda kwenye moto, siwezi kabisa. Fasatadhkuruna, mtakuja kukumbuka siku moja, ma aqulu lakum, yale nawaambia nyinyi. Wa ufawidhu amri ila Allah, lililobakia negemeza jambo langu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu basirun bil ibadi, ni mwenye kuona kuangalia waja wake wote. Jawabu iliyokuja pale, fawaqahu Allahu, kama alikuwa tayari ashapanga mabaya kumfanyia, maana haachiwi hata siku moja. Mtu mwenye kulingania katika mambo ya khairi haachiwi hata siku moja, haachiwi katika upande wa familia na katika upande wa mtaa ambao anaishi, hatoachiwa hata siku moja. Mlinganiaji katika mambo ya khairi haachiwi kabisa. Basi walipopanga njama, fawaqahu Allahu sayiati ma makaru, akamhifadhi Mwenyezi Mungu na vitimbi vyote vya mabaya ambavyo wamepanga wale jamaa wa Firauna. Wa haqa bi ali Firauna su'ul adhab, wakathibitikiwa watu wa Firauna kupata adhabu mbaya. Basi mambo kama haya, akinusuriwa mtu katika nusura kama hizo, imzidishie, impelekee ila ziyadati tawakkuli, kuzidi kutegemea ala Allah, kwa Mwenyezi Mungu, asitetereke. Watafwid ilaihi, na kuzidi kuegemeza jambo kwake Mwenyezi Mungu. Wali'timadi alaihi, na kumtegemea Mwenyezi Mungu, kushikana na yeye, anakufanyia Mwenyezi Mungu hayo ili kuzidi kuegemea kwake zaidi. Wa yahdiyakum sirata mustaqima, ay wa yusaddidukum, na Mwenyezi Mungu atazidi kuwatia nguvu, tarikan, atazidi kuwatia sapota kuelekea kwenye njia la wijaja fihi, haina kuyumba, haina kutetereka, haina kwenda huku na huku, njia hiyo imenyoka madhubuti. wa huwa an tathiqu fi umurikum, na njia yenyewe ni ipi? Kutoa nguvu kwenye ni kupi? Ni kula kuwa mmethibiti, mkawa wa kweli katika mambo yenu kulliha, katika mambo yenu yote, birabbikum, mkawa wa kweli katika mambo yenu yote na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukawa umemwamini yeye, hutatoreshi katika imani yako, ndiyo yahdikum siratan mustaqima. Sirata yenyewe ni pale Mwenyezi Mungu kuzidi kukuthibitisha katika mambo ya haki, huyumbishi, kutetereshi. Hapo jua kwamba naam, fatatawakkalu alayhi, ili mpate kumtegemea Mwenyezi Mungu. Anakufanya hivyo ili kuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu yeye. Wale wabaya waone kwamba mbona kila tunayofanya sisi yanakwenda tu hakadha. Falaitaka tahalu wal hayatu marira, wachilia mbali, lau kama Mwenyezi Mungu utaridhika, potelea mbali maisha na magumu namna gani. Weka itikadi hiyo. Walaitaka tarda wal anamu ghidhabu, lau kama Mwenyezi Mungu utaridhia, potelea mbali viumbe wacho kasirike. Wao nani kwani? Walaita alladhi baini wa bainaka amirun, natamani Mola wangu lau kama mambo yataimarika baina yangu mimi na wewe, potelea mbali. Wa baini wa baina alalamin kharabu, wacha baina yangu mimi na baina viumbe mambo yaharibike, lakini kwa wewe mambo yao yamekawa sawa. Idha sahha minka al-wudu, itakapokubalika Mwenyezi Mungu kupata mapenzi yako, fal kullu hayyinun, kila kitu kinakuwa chepesi, unatatua mambo hata mhusika mwenyewe hayupo. Ndio kama tulivyoona kwa upande wa masahaba,
wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu, na kila kilicho juu ya mchanga mwisho itakuwa ni mchanga. Kama wanakwenda kuua na waue, lakini mimi sitoacha kabisa imani yangu hii. Anapeleka huko mtu ili azidi kumtegemea Mwenyezi Mungu fi jami'iha, yote kabisa. Fayukfikum kulla ma yuhimmukum, Mwenyezi Mungu huyo mtakapokuwa hivyo atakutoshelezeni kila jambo linalohuzunisha. Mwenyezi Mungu atakutoshelezeni. Wayadfa'u ankum, na ataondoa kwenu nyinyi ma yadhurrukum, atatetea, atahami kwenu nyinyi yale yote ambayo yanadhuru nyinyi. Fi maghibikum, wakati wa kuwa mko hamupo, wakati wa kuwa mko mbali, wa udhurikum, na wakati ambapo mpo Mwenyezi Mungu yuko tayari kutatua shida zenu. Na tamko lake Mwenyezi Mungu pale ambapo kasema wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allah biha, ay wa ghanaima ukhra, bado ziko ngawira nyingine vile vile lam taqdiru, ambazo bado hamjazipata hizo. Wa hiya ghanaimu ar-Rum wa Faris, na ngawira hizo ni ngawira za Wataliana na ngawira za Wairani. Hao pia vile vile nao mtakuja kuwatia mkononi. Waqad ahata Allah biha, na Mwenyezi Mungu tayari ashazizunguka kabisa ngawira hizo kuzidhibiti. Falam yaflut minha shay'un, hakitopotea kabisa kabisa katika ngawira hizo hata chochote kile. Hatta taghzuha tilka albilad, mpaka muikomboe miji hiyo, muilete katika miji ya Kiislamu, mupige vita. Watakhudhuha kamilatan, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu ashatoa miadi, basi mtazikuwa kamili. Hakitoki kitu pale kikamishwa kikapelekwa kwa wengine, kikapelekwa nchi nyingine. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, wa min madhahir qudrati, na katika uwazi wa uwezo wake Mwenyezi Mungu, an yughnimakum, ni pale kuwapa nyinyi ngawira, wa antum aqalla udada, na hali ya kuwa nyinyi mkiwa mko wachache kimaandalizi, vipando ni kidogo, silaha ni kidogo, watu wenyewe ni kidogo. Wa adadan, na idadi pia vile vile ni mko kidogo kabisa. Udadan, mko kidogo kimaandalizi, lakini wa adadan, na hata kiidadi pia vile vile mko wachache. Basi Mwenyezi Mungu kawapa nyinyi ghanaim akbara, amewapa nyinyi ghanima akbara daulataini, za makubwa katika madola mawili yenye kutikisa dunia. Wakati huo hakuna Marekani wala nani. Fi alam, katika ulimwengu, fi alami dhaka alwaqt, katika ulimwengu wa kipindi hicho, Farisi wa Rum, wa Roma au Wataliana na Wairani kwa kipindi hicho walikuwa ndo wanatesa kabisa. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Maana tamko hilo, wa min jumlati in'amihi alaykum, na katika ujumla wa neema zake Mwenyezi Mungu kuwapa nyinyi, annahu law qatalakum, ya kwamba lau kama wangalijidai wakajitia uwanjani, hatukubali ahlu Makkata, wale watu wa Maka wangesema kwamba sisi tuweze kukubali hapa, tukateswa wenyewe, tumezaliwa mjini hapa. Wa antum bi batniha, na nyinyi mko pale, la nasarakumullahu alayhim, Mwenyezi Mungu angaliwa nusuru nyinyi dhidi yao. Walan hazamu amamakum, na wangalikimbia kabisa mbio mbele yenu. Muwallinakum, wakipita mbele yenu kabisa.
dhuhurahum, wakiwa wamewapa migongo yao, wala yajiduna waliyan yatawallahum, na wala wasimpate kiongozi ambaye atakaye wasimamia bidifai anhum, kwa ajili ya kuwatetea, hawatopata kabisa. Wala nasiran, wala hata mwenye kuwasaidia kwamba labda litoke taifa jingine lete silaha, lilete majeshi, hawatopata mtu wa kuweza hata kuwanusuru. Yansuruhum lianna, kwa sababu sisi, Mwenyezi Mungu anasema, kwa sababu sisi sallatnakum alaihi, tushawasalitishia kama jeshi juu yao, watakwenda zao mbio tu. Wa qawluhu, na tamko lake aliposema, sunnatullahi allati qad khalat min qabl, ay mwenendo wake huo umekushapita fil umami sabiqa, katika mataifa yaliyopita nyuma. Wahia, nao ni lianna Allaha, ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye yansuru awliyaahu, siku zote anawanusuru wale vipenzi wake. Na nani vipenzi wake? Almu'minuna. Ala a'daihi, anawapa ushindi na kuwanusuru katika kila mabalaa dhidi ya maadui zao. Fakana hadha kasunanil kauniyya, la budda, hapana budi Mwenyezi Mungu kwa waumini wowote wale. Hapa kwa sudi labda kipindi cha masahaba tu, cha matabiina tu, kwa waumini wowote Mwenyezi Mungu la budda an yansurahum, hapana budi kwa nusuru yeye. Fakana hadha kasunanil kauniyya, hili jambo kwa hakika limekuwa kama ndio desturi ya kidunia ilivyo, allati, desturi ambayo la tatabaddalu, haibadiliki. Si kwamba Mwenyezi Mungu ataiondoa kwa watu fulani, hapana. Labda wasiwe waumini wa kweli thabiti, wawe bado wana mambo waliyoweka katika nafsi zao, lakini kitendo cha kufanya kwamba wawe tayari, basi Mwenyezi Mungu yuko tayari katika ulimwengu wa aina yote ule. Wa maana qawlihi walan tajida li sunnati llahi tabdila, wa qawlihi fi al-ayati al-akhira min hadhihi as-siyaq, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه منة أخرى، هي نعمة nyingine وكرامة نوتكف مكبم. وهي أن قريشا نبالك يكون بمقريشي بعثت ب80 شابا، walipeleka vijana 80 walioshiba vizuri, walioamini kwa vita, kwa karati, wanaamini vizuri. Kama mtu labda pengine atashambuliwa kwa upanga, anaweza kupaa juu kwa gema, halafu akamdandama mtu kwenye kichwa akamwadhibu. Wamechukua vijana ambao wanajua kabisa namna ya kareti anavyoweza kupambana na mtu. Wapi nimpige huyu? Anamtazama anavyokuja, akimkhisi kwamba huyu anakuja kimabavu huyu, ziko sehemu za kumgusa tu akamwangusha chini. Hakadha wamechagua vijana ambao madhubuti, ila maaksari rasulillahi, wende kwenye kambi ya mjumba Mwenyezi Mungu fil Hudaybiyah, la'allahum, ili sasa wapate yusibuna gharrata min ar-rasul, wapate sasa kumshambulia. Walipeleka vijana ambao hao ni makomando waliokuwa madhubuti sana, wanaweza kupenya kwenye mito bila kuonekanika, wanaweza kuruka kilomita kadhaa bila kuonekanika, bila kugusa katika sehemu yoyote ile. Vijana hodari washabi, na wenda kamshambulia ghafla mtume na masahaba wake, fanalunahum bisu'i, na waweze kuwafikwa kuwadhuru masahaba hao. Faawqahum ta'ala, Mwenyezi Mungu vijana wale 80 basi akawapeleka Mwenyezi Mungu asra. Matokeo yake wanajikutia ni mateka tayari, fi aidil muslimina, wako kwenye mikono ya Waislamu. Famanna ar-rasulu sallallahu alayhim, mjumba Mwenyezi Mungu akaneemesha kwao kivipi? Bil afwi, kule kuwasameh. Fakana dhalika, jambo hilo ikawa ndio sababu
sulh al-Hudaybiyah ikawa ndo sababu sasa ya kupatikana sulhu ya Hudaybiyah. Tayib, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, ay mutli'an, amekuwa Mwenyezi Mungu zile habari zote anaziona, aliman, anaelewa, bikulli ma yajri bainakum, kwa yale yote ambayo yanapita kati yenu, wa huwa ma'akum liwalayatihi lakum, naye Mwenyezi Mungu bwana yuko pamoja na nyinyi kwa ajili ya kuwahifadhi nyinyi ikiwa mtakuwa tayari. Lakini masahaba yuko nao katika kuhifadhi, lakini hata na waumini yuko tayari. Kama wao watakuwa tayari, basi Mwenyezi Mungu na yeye yuko tayari kumhifadhi, hata kama infradiyan, hata kama mtu mmoja mmoja peke yake, basi Mwenyezi Mungu yuko tayari kumhifadhi vile vile, hamwadhirishi. Kwa leo tufikeni hapa. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلم.